pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri, kwa ruhusa yako ningeomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Lakini pia ningechukua fursa hii kuipongeza sana Wizara ya Afya kwa harakati ya kuona kwamba asilimia kubwa ya ugonjwa huu imekuwa ikipungua. Swala langu ni kwamba kwa kuwa maradhi haya ya kichocho yanasababishwa na kimea kidogo kinachoitwa myobapa, ambacho kinyoo hichi hupenya kwenye ngozi na kusafiri kwenye damu na baadaye huishia kwenye mishipa na mishipa midogo kuingia kwenye kibofu cha mkojo. Je, tathmini ikoje kwamba vimelea hivi vya myobapa kwa sasa vinapatikana katika maeneo gani? Lakini swala langu la pili ni kwamba tathmini pia inaonyesha kwamba baadhi ya maeneo, ingawa kwa asilimia ndogo, lakini ndio yanapatikana maeneo kama haya michocho, ikiwemo Welezo, Kwahani, Jang'ombe, Jumbi. Je, ni sababu gani za kitaalamu ambazo zinapelekea uwepo wa asilimia ndogo wa vimelea hivi katika maeneo hayo? Asante. Mheshimiwa Waziri kwa majibu. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Afya, naomba kumjibu Mheshimiwa Amer Bala Amer swali lake la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nataka nitoe darasa. Kichocho ni maradhi yanayosababishwa na konokono. Konokono anatoa virusi, au kwa Kiswahili tunahitaji, ndivyo vinasababisha kichocho. Sasa sote Zanzibar ni mashahidi, kichocho kwa vile kinasababishwa na konokono, konokono wanapatikana katika mito au maziwa. Nataka nimwambie kwa upande wa Zanzibar nzima kichocho kiko wilaya zote isipokuwa wilaya ya Kusini Unguja na Pemba kiko zaidi kichocho kwa sababu kuna mito na maziwa mingi. Lakini jitihada iliyofanywa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, umeona jinsi gani tulivyoweza kutokomeza kichocho kwa asilimia nilizozitaja, na target yetu ifikapo 2030 maradhi ya kichocho yatakuwa yametokomea rasmi. Kichocho kinaleta mambo mawili makubwa. Kinaleta ugumba, lakini pia kichocho kinaleta maradhi ya kansa yanapokupata in a long term. Na kushukuru.